Majivu haya katika ibada ya Jumatano ya Majivu yamwelekeze kila mmoja wetu kuikimbilia huruma ya Mungu. Kila mmoja wetu wazo upendo wa Mungu alivyotupenda sana sisi wanadamu, na namna tulivyokurupusha upendo wa Mungu kwa kuchagua kutenda dhambi. Na hivi tuna deni kutoka kwa Mungu. Kwa siku hizi 40 ndio maana tutaombwa. Moja ya nguzo ya kufanya Kwaresima itakuwa ni kurejesha upendo tulioharibu kwa Mungu kwa kuwasaidia wengine waonje huruma na upendo wa Mungu. Majibu haya, kuna maswali yanayoulizwa: nikae nayo mpaka lini? Nikishapakwa nikae nayo mpaka lini? Wengine wanapozi kwa kamera, kitu anajipiga, wanaita selfie, anajipiga hapa na mtandaoni. Jamani, Wakristo wenzangu, nawatakia mfungo mwema wa Kwaresima. Yeye anayo pale kichwani. Majibu yakae kwetu mpaka lini, wapendwa? Ukishawekewa majibu au kupaka majibu, haya majibu kanisa halijatoa sheria na kanuni yoyote. Haya majibu kaa nayo, usiku ulale umeangalia juu, usikatekate kona mpaka siku nyingine. Halijasema yoyote, kanisa halijasema yoyote. Sasa pale tumeachiwa sisi. Hata ukitoka kwenye misa ujifute, shauri yako. Hata ukabaki nayo kule sokoni wa biashara zako, ni upendo binafsi, inaitwa personal devotion. Divorce hiyo moderna inaturuhusu sisi kufanya yale ambayo tunaona nikibaki na haya yanaweza kanisaidia mimi kuwaambia wengine nimeamua kufanya toba ya kweli katika mfungo wa Kwaresima. Mimi mwenyewe kwa akili yangu timamu, kwa uelewa wangu, kwa imani yangu kwa Kristo, nimemkosea Mungu, nimekuwa dhaifu. Hiyo ndiyo roho ya Jumatano ya Majivu. Tutaibeba wote. Tutaibeba na itatusindikiza tu Kwaresima hii kwa siku zote za mfungo 40. Kama tutakuwa tunatubu dhambi zetu, tubu dhambi za ulimwengu, tubu dhambi za ndugu zetu waliotangulia tawalani. Ndio maana Ijumaa, njia ya msalaba, tutaziombea roho zinazotushika tawalani. Kipindi hiki cha kumlilia Mungu pia si kwetu tu tulio hai, bali hata wale waliotangulia. Roho ya Kwaresima inatuambia tumrudie Mungu. Ndio maana alituambia kusanyeni kusanyiko takatifu, awe mtoto mchanga na atawekewa alama ya toba. Sasa mtauliza, huyu ametenda dhambi gani? Huyu naye yumo humo kwenye makafyolo wengi kama sisi watenda dhambi, na yeye yumo humo. Kwa sababu gani? Yawezekana wakati mimi nimetungwa, baba waligombana na mama kipindi hicho, utaona tumfano. Baba waligombana, wakaanza kila mmoja kubishana, unabeba mimba, toto tuna wengi, vurugu. Tayari katika toto kakawakwaza hawa wazazi. Na kenyewe kametenda nini? Dhambi. Japokuwa pasipo kujua, kenyewe kameenda tu na Mungu, kwa wazazi kwa kero. Why this toto is coming now? Kwa nini mtoto huyu hadi sasa hivi? Na mimi nimefilisika mradi wangu. Baba anajitetea kwa mama. Tufanye nini tutoe? Kanaanza kulia, msitoe jamani, na haki ya kuishi. Mama, nitakutunza, ukikulea. Kanaanza kuongea ndani. Baadaye kana scream, kanalia kabisa katika toto kwa ndani. Kwa mfano, ndio maana leo wote tunapoka majivu. Kila mmoja kwa uwepo wake katenda dhambi. Ile dhambi tuliyomtendea Mwenyezi Mungu ya wazazi wetu wa mwanzo ina sumu, ina madhara, ina majeraha kwa wote. Tunapokusanya kusanyiko ya takatifu leo, basi tumrudie Mungu kwa moyo wa toba.